Katika soka kuna nyakati timu inacheza vizuri, inatengeneza nafasi nyingi lakini bao haliji. Kocha Pedro Gonçalves anatarajiwa kuletewa striker mshambuliaji mpya. Je, hili ni ombi la kocha au ni mipango wa maboresho ya kikosi? Leo tunachambua kwa kina. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na gazeti la Mwanaspoti, kuna dalili kuwa benchi la ufundi likiongozwa na kocha Pedro Gonçalves linaangalia uwezekano wa kuongezewa mshambuliaji wa kati, yani striker, ili kuongeza nguvu kwenye safu ya ushambuliaji. Taarifa hii imekuja wakati ambapo timu inatengeneza nafasi, lakini matumizi ya nafasi bado yanajadiliwa. Mashindano yanazidi kuwa ngumu. Ndipo swali linaibuka, kwa nini striker kwa sasa? Sababu za Pedro kuhitaji striker. Kuna mambo kadhaa yanayoweza kumfanya kocha Pedro Gonçalves aombe au kukubali kuongezewa mshambuliaji. Ili kuongeza ufanisi mbele ya lango, Pedro ni kocha anayependa umiliki wa mpira, kutengeneza nafasi nyingi, lakini bila striker mwenye njaa ya mabao mfumo huo hauzai matunda ya kutosha. Mashindano mengi mbele, kuna ligi, michuano ya kafu na ratiba zingine nyingi ngumu. Striker mmoja zaidi ni kuongeza chaguo, kuongeza ushindani, kupunguza utegemezi kwa mchezaji mmoja mmoja. Aina ya striker anayehitajika, Pedro Gonçalves hahitaji striker wa jina tu, anahitaji anayejua kukaa kwenye box, mwenye finishing, anayefanya pressure kwa mabeki. Athari kwa kikosi cha sasa, kuletwa striker mpya kuna maana gani? Kwa washambuliaji waliopo, ushindani utaongezeka, hakuna nafasi ya kubweteka, kila mchezaji atalazimika kupambana. Kwa mfumo wa uchezaji, Pedro Gonçalves anaweza kubadilisha formation, kucheza na striker wa ukweli, kupata plan B kwenye mechi ngumu. Kwa mashabiki, hili linaashiria nia ya ubingwa, dhamira kufanya vizuri kafu, uongozi unaomsikiliza kocha. Kwa kipindi cha hivi karibuni, Yanga wanatengeneza nafasi nyingi, wanatawala mechi, lakini kuna mjadala kuhusu ufanisi wa mwisho mbele ya lango. Katika mashindano makubwa kama ligi kuu, kafu pamoja na mechi nyingine, kosa dogo la kukosa bao linaweza kugharimu msimu mzima. Ndipo wazo la striker mpya linapoanza kupata uzito. Tetesi zinasema nini? Kwa mujibu wa taarifa zinazonukia kwenye duru za soka, Yanga wanatazama mshambuliaji wa nje ya nchi, mshambuliaji mwenye nguvu ya mwili, finishing kali, uzoefu wa kafu au ligi ngumu. Lengo sio kuongeza idadi bali kuongeza ubora. Striker huyu anatakiwa kuja kuongeza ushindani, kuwa suluhisho la mechi ngumu, kubeba presha ya mashabiki wa Yanga. Yanga hawahitaji mshambuliaji wa kawaida, wanahitaji striker anayejua kusoma mabeki, mwenye finishing ya ndani ya boksi, anayeweza kucheza peke yake mbele, anayeshirikiana na viungo wa pembeni. Kwa mfumo wa sasa wa Yanga, striker huyu anatakiwa kubadilisha nafasi chache kwa mabao, kufungua nafasi kwa wachezaji wengine, kuamua mechi kubwa. Kama striker mpya atasajiliwa Januari 26, kwa washambuliaji waliopo, ushindani tutarajia ukiongezeka, kutakuwa hakuna nafasi ya kubweteka, kila mtu atalazimika kuongeza kiwango chake. Kwa mfumo wa timu, kocha atapata chaguo zaidi, Yanga watakuwa na plani A na plani B. Mechi ngumu zitachezwa kwa ujasiri zaidi. Kwa mashabiki, hii ni ishara ya nia ya dhahiri ya ubingwa, uongozi unaowekeza kwenye matokeo ya kafu. Kwenye matokeo na kafu inachukuliwa kwa uzito mkubwa. Lakini maswali bado yapo. Pamoja na tetesi hizi, bado kuna maswali. Atatoka ligi gani? Ni striker wa muda mfupi au wa mradi mrefu? Ataingia vipi kwenye pressure ya Yanga? Atakuwa kipande cha mwisho cha kuleta nuru nyakati ambazo anahitajika. Lakini jambo moja liko wazi, Yanga hawakai kimya. Kama kweli striker mpya atasajiliwa Januari 2026, basi Yanga wanatuma ujumbe mzito kwa wapinzani wao. Tuko tayari kwa mapambano makubwa. Sasa ni zamu yako. Je, unaona Yanga wanahitaji striker mpya dirisha dogo au waliopo wanatosha? Andika maoni yako, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu kwa habari kali za Yanga na soka la Afrika na taarifa nyinginezo kemkem za vilabu vingine. Endelea kusalia na Nile TV. Usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu. Niliyekuandalia kusomea taarifa hii ni mimi Lezo Sport. Wakati mwingine endelea kuwa nasi, kwa heri.